Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako na kwa ajili ya wakati mwingine ambao ametupa. Na leo tutaenda kujifunza kutoka kwenye kitabu chetu kipendwa kabisa cha Ndoa Bila Maumivu. Na leo tutaangalia namna gani tunaweza tukakabiliana na matarajio yasiyofikiwa kwenye ndoa, kwa sababu kutokufikiwa kwa matarajio ni moja ya sababu inaweza kuwafanya watu wakaumia mara kwa mara kwenye ndoa, na wakati mwingine hata mtu akaamua kuondoka. Sasa inapotokea mtu umeingia kwenye ndoa ukakutana na vitu ambavyo hukuvitarajia au vingine ulivitarajia lakini haukukutana navyo, nini cha kufanya? Lakini kabla hatujaangalia namna gani ya kukabiliana na hayo matarajio yasiyofikiwa, ni muhimu kwanza kuelewa ya kwamba kuna vitu hamtafanana, kuna vitu mtakuwa na mitazamo tofauti kwa sababu mbalimbali. Kwanza tumelelewa kwenye familia tofauti, kila familia ilikuwa na tamaduni zake, tumepewa misingi tofauti, tumekuzwa kwa misingi ambayo haifanani. Kwa hiyo ni moja ya sababu ya kutuonyesha kwamba hakuna namna tutafanana, lakini wakati mwingine misingi ya kidini tuliolelewa ni tofauti. Inawezekana mkawa mmetoka dini moja lakini madhehebu tofauti, lakini pia mazingira aliyotulea, mwingine amesoma English medium, mwingine amesoma shule za kawaida, mwingine ana exposure nje ya nchi. Kwa hiyo kuna namna tu mtatofautiana. Kwa hiyo unapojua namna gani unaweza kukabiliana na matarajio yasiyofikiwa, itakusaidia kukupunguzia kuumia mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kukusaidia ni kukubaliana na ukweli kuwa kuna maeneo hamwezi kufanana. Kama ambavyo nimesema hapo awali kwamba misingi ya familia zetu, mazingira aliyotukuza, misingi ya kidini huwa vinachangia sana watu kutofautiana. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa ya kwamba kuna mahali hamtafanana. Inawezekana kwenu mmefundishwa kula kwa uma na kisu, lakini mwenzako amefundishwa kula kwa mkono. Inawezekana kwenu mmejijengea labda tabia, labda lese za kula pamoja, lakini yeye labda hajazoea hizo tamaduni. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mnaweza mkakaa mkazungumza na mkaweza kufika mwafaka, lakini kuna vitu vingine ni muhimu kujifunza kuishi navyo. Kwa sababu kuna vingine ni ngumu kumbadilisha mtu, labda ameshakuwa raised hivyo kwa miaka 30, miaka 35. Sio kitu ambacho anaweza akabadilika ndani ya muda mfupi. Kwa vile ambavyo havina madhara, ni muhimu sana ukajifunza namna ya kuishi navyo. Let's say wewe umezoea kula kwa uma na kisu, yeye amezoea kula kwa kijiko. Kwa hiyo ukiangalia hicho unaona ni kitu ambacho hakina madhara. Kwa hiyo vitu kama hivyo visikuumize. Lakini vile ambavyo unaona kweli hivi vina kila sababu, kwa sababu kwa namna moja au nyingine vinaathiri maisha yenu ya kila siku, au labda vinaathiri namna ambavyo nyie wawili mnaweza kuhusiana, then vitu kama hivyo ni vizuri mkazungumza. Lakini vile ambavyo havina madhara ni muhimu sana ukajifunza kuishi navyo. Lakini pia kitu cha pili kinachoweza kukusaidia, usitaki tu wewe kueleweka, ila ni vizuri na wewe ukajifunza kumuelewa mwenzi wako. Kuna watu wengine huwa wanataka kueleweka wao, au ile misingi ambao wao iliwakuza anataka mwenzake aadapti kwenye hiyo misingi. Wakati mwingine ni vizuri sana ukapata nafasi ya kujifunza, ukamuelewa mwenzako, ukaelewa labda kacha zao zikoje, au ukaelewa mfumo wake wa maisha, alafu pia ukawa tayari kucompromise kwamba okay, labda mimi nilifundishwa kuishi kwa namna hii au kufanya vitu fulani kwa namna hii, na wewe umefundishwa kufanya kwa namna hii, kwamba kuna namna tunaweza tukacompromise, tukakutana katikati. Kwa hiyo usitake tu wewe kueleweka kwa kile ambacho wewe umejifunza, au wewe unauelewa nacho, au wewe unaona sawa kufanya. Wakati mwingine ni vizuri kujifunza kwa mwenzako, lakini pia wakati mwingine uwe tayari kucompromise ili muweze kufikia mwafaka. Lakini pia kitu kingine, ni muhimu sana kuelewa kwamba kila ndoa ina upekee wake. Matarajio mengine huwa yanatokana labda na
ndoa ambazo tunazifahamu. Inawezekana zikawa za wazazi wetu, inawezekana zikawa za watu wengine wa karibu ambao tunawafahamu, lakini pia inawezekana nyingine tumeziona kwenye social media. Kwa hiyo tukatamani namna ile watu wanavyoishi, kwa na sisi tukatamani tuishi kama wao. Sasa kila ndoa ina upekee wake, kila ndoa ina mfumo wake wa maisha, kila ndoa ina taratibu zake. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba ya kwako sio lazima ikawa kama ya wazazi wako, au ya kwako sio lazima ikafanana na mtu mwingine ambaye unamfahamu. Cha muhimu ni kutamani kuona kwamba unakuwa na ndoa bora. Kwa hiyo si lazima ikawa kama ya mwingine, lakini ni muhimu tukajitahidi kutengeneza ndoa zilizo bora. Kwa hiyo usiumie kwa sababu labda ndoa yako sio kama ya fulani. No, kila ndoa ina upekee wake. Inawezekana mwenzako labda mume wake anamfunguliaga mlango kwenye gari, wewe kwako kutokufungulia haina maana ya kwamba hakupendi. Inawezekana yeye kwenye kukuzwa kwake hajawahi kumuona baba akimfungulia mama mlango. Na kama ambavyo tunajua kwamba malezi yana sehemu kubwa sana ya kutujenga na kutufanya vile ambavyo sisi tupo leo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa ya kwamba kila ndoa ina upekee wake. Lakini kitu kingine cha 4 muhimu ni kufanya mawasiliano na mwenza wako. Niligusia hapo nyuma kidogo kwamba wakati mwingine kwa vile ambavyo tunaona vina ulazima kweli wa kuadjust, na kama tusipo adjust basi vitaweza kutuathiri. Ni muhimu sana mkafanya mawasiliano, ni muhimu sana mkazungumza. Kitu muhimu ni kuhakikisha ya kwamba mnafanya mazungumzo sahihi, mnaongea kwa namna sahihi, mnaongea kwa wakati sahihi, ili basi hayo mazungumzo yenu yaweze kuwa na tija. Kwa pale ambapo unaona kwamba ili hapana, we need to talk, basi make sure unatafuta namna sahihi ya kuongea na mwenzi wako. Lakini pia kitu kingine muhimu ni kupima ulazima au umuhimu wa tarajio lako. Kwa sababu wakati mwingine vile ambavyo tunatamani au vinatuumiza kwa sababu hatuvipati, inawezekana ni kitu muhimu lakini si cha lazima. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kupima ulazima wa hilo tarajio lako. Je, hicho kitu ambacho unakitamani au mwenza wako hakifanyi, je, kutokufanya kwake hicho kitu kinaweza kikaathiri maisha yenu kwa namna moja au nyingine? Inawezekana labda wewe ni mtu ambaye unatamani mume wako awe anakununulia zawadi on special occasions, na labda sio mtu ambaye anafanya hivyo, na yamkini hajakuzwa kufanya hivyo wala hajaona wazazi wake wakifanya hivyo. Sasa unaangalia, je, of course ni muhimu, sisemi kwamba si muhimu, ni muhimu, lakini sio kitu ambacho kisipofanyika basi kitaleta athari kwenye maisha yenu. Kwa hiyo wakati mwingine unapopima na ukagundua kwamba hichi kitu japo kilikuwa muhimu lakini si cha lazima, then inaweza kukusaidia au kufanya usiumie mara kwa mara. Lakini pia ni muhimu sana kujifunza ya kwamba sio kile unachokiona kipo kama kilivyo. Kwa sababu wakati mwingine kama ambavyo nilisema hapo awali, mwingine aliona ndoa ya fulani na anatamani ndoa yake iwe kama hivyo. Je, una uhakika gani kwamba hiyo ndoa unayoiona ambayo wewe unataka uwe kama hiyo ipo kama ilivyo? Kwa sababu wakati mwingine picha unazoziona kwenye social media hazibebi uhalisia. Inawezekana ukawa unaumia kwa sababu mwenza wako afanye kitu fulani kama ambavyo rafiki yako anafanyiwa na mwenza wake, lakini inawezekana wewe ukawa na ndoa nzuri sana kuliko ya kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe ya kwamba si kila unachokiona kwa fulani na ukakitamani kimebeba ule uzuri ambao wewe unauona, au si lazima pia uelewe inawezekana kweli kikao kimebeba huo uzuri, lakini sio lazima wewe uwe nacho, kwa sababu kila ndoa ina lifestyle yake, ina njia zake za kupita. Kwa hiyo ni vizuri admire wale ambao wanafanya vizuri au wale ambao wamefika mbali, lakini tusitumie nguvu kubwa kutaka kuwa kama wao. Lazima tukubali kutembea kwenye steps ambazo Mungu ametupa, lakini pia lazima tukubali kuishi kwenye uhalisia wetu. Lakini pia ni muhimu sana kuelewa watu tuko tofauti. Inawezekana mwingine ni kweli labda mume wake huwa anamfanyia surprises and all that. Inawezekana kwako asiwe mtu wa kukufanyia surprise kwa sababu
he has not been raised that way, lakini haimaanishi hakupendi. Lakini pia ni mtu ambaye labda ukimwambia labda tunahitaji jambo fulani kwa ajili ya familia, au labda mimi ninatamani nipate kitu fulani, ana uwezo wa kukununulia. Kwa hiyo unapoona wa kwako sio mtu ambaye anaweza akatoka kaenda dukani akakununulia moja kwa moja, lakini ukimwomba anafanya, then muombe, kwa sababu haitakugharimu kitu chochote. Kwa sababu utakapotaka akuletee kama ambavyo fulani analetewa na wa kwake, uwe na uhakika hatafanya na wewe utaendelea kuumia. Na sio kwamba afanyi kwa ubaya au labda afanyi hana hiyo nafasi, lakini kwa sababu hajakuzwa kwenye hizo tamaduni. Kwa hiyo ni vizuri ukajifunza kutoka kwa mwenza wako, ukajua yeye ni mtu aina gani, ni mtu anapenda vitu gani, na hii itakusaidia sana kupunguza kuumia kwa mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Naamini umebarikiwa sana na session yetu ya leo, na kama haujapata kopi yako ya kitabu cha Ndoa Bila Maumivu, basi hakikisha unapata nakala yako kupitia mawasiliano ambayo yanaonekana kwenye hii video. Mungu akubariki sana.